kwamba Baraza la Wazee wa Dar es Salaam wanajiandaa kuwa na kongamano lao na waje na matamko ambayo watatuletea serikalini kuyafanyia kazi. Lakini nikasema ndio jukwaa hilo hilo na mimi nitapenda niwe nao, nizungumze nao na wenyewe wazungumze na mimi. Kwa nawashukuru sana kwa kuandaa jukwaa hili. Asanteni sana. Wazee wangu wa Dar es Salaam, kabla ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu, siku ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi kwa nchi yetu, ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania amani, hulka ya upole na ukarimu. Hiyo ndio sifa yetu kubwa ilikuwa Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje. Wakiwa wanafunzi wanasoma huko, na tulipokuwa wanafunzi tunasoma huko. Ukijisema Mtanzania ndani ya ukumbi, kuna Mtanzania atakuja kukufuata bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Anakuja kukufuata, mnachapa Kiswahili chenu, mnaendelea na udugu unaanza hapo. Hiyo ndio sifa yetu. Lakini kila siku zinavyokwenda, sifa yetu inaporomoka. Wengi wasioitakia mema nchi yetu wanakereka na tambo zetu hizo.